Lakini misikiti mingi ilivyokuwa, maimamu wanakaa mbali. Allahumma misikiti michache hatutaki kuhitaji, na hii ni misikiti michache mjini wamejipanga, lakini imamu anakaa Chamazi, imamu anakaa Mbagala. Miongoni mwa alama za kiyama, Mtume anasema kiyama haitosimama mpaka watu wasimame msikitini wanasubiri wa kuwaswalisha. Mtume akasema fala yajiduna imaman yusalli bihim, hawampati imamu wa kuwaswalisha. Ndugu zangu katika iman, hii ni Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi wa Shaaban. Katika mwezi huu wa Shaaban kuna baadhi ya matukio ya kihistoria machache sana tutakumbushana kabla hatujaingia katika mada yenyewe. Katika mwezi huu wa Shaaban, mwaka wa pili wa hijra, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa Madina, ndipo faradhishwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili. Katika mwezi kama huu wa Shaaban, mwaka wa sita, Al-Harith ibn Dirar ambaye ni baba yake Juwairia, kabla hajaolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao walikuwa wamepanga kikosi maalum cha kuja kuangamiza Waislamu Madina na kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akapata habari hizo, akapata jeshi, wakatoka Madina kwenda, kwa sasa hivi inaitwa Stara. Ukipanda treni ya speed, ile sehemu huwezi kuiona vizuri, lakini ukitumia gari ambapo ni masaa sita au masaa manne au manne na nusu Maka Madina kwa gari, lakini kwa treni ambayo ni spidi sana na ya kisasa ni masaa mawili. Huwezi kuona chochote, na inapita katika maeneo ambayo huwezi kuyaona yale maeneo ya kihistoria. Kutokana na nini? Kutokana na ile sehemu ambayo iliyowekwa katika historia. Sasa tukio kama hili limetokea, Mtume akapata habari, akawafata mita 240 kutoka Madina mjini. Ndugu zangu katika iman, mwezi huu wa Shaaban tujitahidi sana, Waislamu wenzangu. Mtume ndio mwezi alikuwa akifunga sana katika miezi mingine, mpaka mama Aisha radhiyallahu anha akamwambia, ya Rasulullah, na kuona hakuna mwezi unaofunga sana saumu ya sunna kama mwezi wa Shaaban. Mtume akamwambia, huu ni mwezi ambao watu wengi wanasahau fadhila zake, mwezi uliopo kati ya miezi miwili ambayo ni mitukufu. Ni mwezi uliopo kati ya Rajab na mbele yake kuna Ramadhan. Mtume akamwambia mama Aisha radhiyallahu anha, huu ndio mwezi ambao matendo ya wanadamu yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Akasema, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saimun, na mimi ninapenda matendo yangu yapelekwe kwa Allah hali ya kuwa nimefunga. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, na kuombeni akina mama wa Kiislamu, wale ambao mna uwezo wa juu na wakati na wa chini, na wale ambao uwezo wao ni wa kawaida, akina baba wa Kiislamu, wale wenye uwezo wa juu na wakati na wa chini, na wale ambao akina baba hawana uwezo, kila mmoja ajitahidi katika mwezi wa Shaaban. Huwezi kufunga, basi fanya kheri yoyote ndani ya mwezi huu wa Shaaban, sababu matendo yanapelekwa kwa yani ni mwezi mzima yanapelekwa mpaka unakwenda mwezi wa Ramadhan, na unaingia mwezi wa Ramadhan, 10 la kwanza, la pili, 10 la tatu, tunakwenda katika 10 la mwisho ambalo ni 10 zito sana, lina fadhila sana, lina thamani sana, ambalo ndani yake kuna Lailatul Qadr khairun min alf shahr, ambayo Lailatul Qadr usiku ule, siku ile ukiipata, thawabu zake basi ni zaidi ya ibada ya miezi 1000. Miezi 1000 takriban kama miaka 83 na miezi mitatu au na miezi 6.
umeupata usiku mmoja wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo nakuombeni Waislamu wenzangu, tushindane katika hili, tushindane katika hili, tushindane katika hili, tufanye khairat, tuanze kupanga mipango ya namna gani ya kufanya khairat, kutoa sadaka, kujenga misikiti, kukarabati misikiti, kuangalia maimamu. Na wale ambao mna uwezo, nendeni umra ndani ya mwezi wa Shaaban, nendeni umra mkapate mazingatio. Nimerudi juzi tarehe 6 mwezi huu, Maka imejaa, ipo full, Madina imejaa, ipo full, na ni msimu, kuna baridi kali sana 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 Madina. Maka uhitaji kuvaa jacket, lakini Madina juzi joto ilikuwa ni nyuzi joto 10, baridi sana. Nilikuwa ninajiuliza mimi na wenzangu tuliokuwa nao, hili baridi hili, sisi tuna chai, tuna uji, tupo ndani ya viyoyozi vile vya moto. Masahaba hawa walifanya nini mpaka la ilaha illa Allah ikafikia hapa? Na ndio maana Allah akasema radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hawa watu hatuwezi kuwafikia masahaba, radhiyallahu anhum. Nimetoka Madina kilomita 155, nimekwenda Badr. Tulikuwa pamoja na taasisi Al-Faris kwenda kushuhudia ilipotokea vita ya Badr. 18 mwaka wa pili, siku ya Ijumaa, mwezi wa Ramadhan. Tarehe 18 mwaka wa pili, siku ya Ijumaa, mwezi wa Ramadhan, masahaba wametembea kwenda kuitetea la ilaha illa Allah. Saum imewabana, jua kali sana, hakuna barabara, miundombinu. Hivi sasa Madina mpaka Badr, masha Allah, barabara za kisasa, na njiani sehemu zote Rasulullah alizopumzika, visima ambavyo alikunywa maji Mtume, vingine alivyombea dua, na akawa amechukua maji akayaombea yale maji, akatema mate yake kidogo, akamwaga yale maji, vile visima vipo njiani. Tumekwenda tumepumzika mpaka kwenda kupaona pahala ambapo masahaba walipopambana mpaka wakauawa, wamezikwa pale pale. Serikali ya Saudia jazahallahu khairan, sehemu waliozikwa wale masahaba ni kubwa kama msikiti huu wa Nur, na ni kuanzia tuseme ni ukuta wote huu wa Masjid Nur pamoja na shule ya Luqman. Yameachwa makaburi ya mashahidi na majina yao yameorodheshwa. Walipoteza umri wao, ujana wao, damu yao, wameacha watoto wao yatima, wake zao wamebakia wajane, wametoa mali zao kwa sababu la ilaha illa Allah. Mimi na wewe tumefanya nini mpaka sasa? Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Katika khairi kama hizi washindane wenye kushindana. Tumepanda mpaka katika Jabalul Malaika, pale ambapo malaika walikuja kutoa msaada. Huwezi kuyaamini haya mpaka uende sehemu ambapo malaika walishuka. Ule mlima sehemu yote imebadilika, imekuwa rangi ya njano na ni unga, mawe yote yalisagika. Jibril ana mabawa 600, kiumbe mzito sana. Wao nadhani akishuka kwenye msikiti huu wa Luqman hapa ni Masjid, msikiti wote itakuwa ni nyanga nyanga. Wameshuka malaika, wamekuja tena kutoka mbingu ya tatu, wamekuja kutoa msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekaa sehemu, amejengewa kichanja inaitwa Arish, na ile sehemu serikali ya Saudia aliyokaa Mtume sallallahu alaihi wasallama umejengwa msikiti wa kisasa safi tena mzuri, na nje kuna parking, kwa sababu kila siku ukienda Badr kuna majumba, kuna watu pale. Na hivi sasa wamegundua wenyewe wa Saudia, wamejenga mahoteli, sababu kuna watu wanapenda kuishi Badr angalau siku 2 siku 3 kwa kulipia pale. Tumepanda sehemu ambapo wamepanda malaika. Unapopanda ule mchanga miguu inadidimia. Ni kipindi cha baridi sana, lakini ule mchanga chini una moto sana. I don't know why. Allah ndiye anajua. Sasa huu ni mwezi wa Shaabani, ndugu zangu Waislamu, twendeni tukafanye umra. Twendeni tukafanye umra. Waangalieni maimamu wenu hawa, wapelekeni umra. Waadhini wenu wapelekeni umra. Sio sahihi msikiti mnasali watu wenye uwezo, imamu kumlipia dola 2500, unaweza ukampa na 500 zake dola.
ikiwa wasanii wanadhaminiwa na sisi Waislamu baadhi yetu, tunashindwaje kuwadhamini hawa watu, maimamu wetu wanaofanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wapelekeni maimamu. Siseme mnipeleke mimi, nimeshakwenda Madina zaidi ya mara 30 na nimeishi Madina miaka 4 nasoma. First degree yangu nimefanya pale, theology na education. Sawa, Maka ndio usiseme. Kwa hiyo maimamu, wapelekeni maimamu, toweni sadaka, muwape maimamu, wapelekeni, wachukulieni pasipoti. Imam Madina siku 5, Maka siku 5, anafanya ibada ya umra, yote ni ndani ya salio lako wewe. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ndugu zangu katika iman, Qur'an ina sura 114. Katika sura 114 kuna sura mbili, suratul asri na suratul fajri. Allah ameapa wal fajri, na uwapia wakati wa alfajiri. Na katika suratul asri Allah akasema wal asri, na uwapia wakati wa alasiri. Kwa nini? Ndugu zangu katika iman, katika suratul Muddathir Allah anasema ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Watu wa motoni wataulizwa, sababu gani imekupelekeni motoni? Mbona mpo motoni? Mbona mnalia? Qalu, watajibu wenyewe, lam naku minal musallina, tumekufa bila kusali. Waislamu hawasali na hawataki kusali, na wanapouza sala anasubiri swala ya jeneza aswaliwe. Tutakuswalia, utaswaliwa, watu watapewa sadaka, lakini haikusaidii chochote. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi anaisimulia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dhi nurain. Mtume anasema man salla al-isha fi jama'atin, atakayesali sala ya isha jamaa katika msikiti wote, ukasali sala ya isha jamaa, malipo yake ni nini? Mtume akasema fakaannama qama nisfa al-layl, anapata thawabu za mtu aliyesali nusu usiku, salatul isha. Na Mtume akasema waman salla subha, fi riwaya al-fajr fi jamaa, atakayesali alfajiri sala ya asubuhi jamaa, fakaannama qama al-layla kulla, anapata thawabu za mtu ambaye amesali usiku mzima. Unapewa salio, unawekewa katika akaunti yako ya akhera. Salatul fajr inatupita. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi anaisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Adawi al-Qurashi al-Makki radiyallahu anhuma. Mtume anasema inna afdala salati, hakika sala yenye fadhila kubwa, salatu subhi, ni sala ya asubuhi, yauma aljumaa, siku ya Ijumaa. Ukiipata alfajiri ya siku ya Ijumaa umepata fadhila kubwa sana. Ndugu zangu katika iman, ndugu zangu katika iman, wallahi wanaokaa jirani na misikiti mnapata fadhila kubwa sana. Unakwenda kusali, mimi natoka nyumbani mbali hapa, kama hapa karibuni unataka kufika pale Shekilango, mbali usiku unatembea, hiyo tu unatafuta fadhila hizi. Unawakuta watu tayari wameshavaa boxer au wamevaa bukta au kaptula, na imeingia fashion siku hizi, watu lazima anakuwa na simu, amevaa headphone hapo, anakimbia. Watu wanashughulika na afya badala ya kushughulika na ibada. My friend, utakufa.
nenda gym, nenda Marekani, nenda Korea, nenda Uingereza, nenda Dubai, nenda Uturuki, popote utakapokwenda, fanya mazoezi, lipa pesa unavyotaka, ni zako, lakini utakufa. Unakufa huna swala, unakufa huna swala, unakufa huna swala. Hapa police post kaburini, unamwambia nini Mwenyezi Mungu? Kuna Munkar na Nakir, malaika hawa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema ma baina katifi ila katifi, hawa Munkar na Nakir kutoka bega mpaka bega hapa, yani ni mwamba. Leo mnafanya gym na mnafaa nguo za kubana hapa because nyama zionekane zimejaa, wewe unaoza tu kama muogo, utakufa, utaoza. Allah. Salatul isha, ndugu zangu, salatul fajr, salatul fajr. Kama unakaa mbali na msikiti, na washauri, unakaa mbali na msikiti kama mimi, unakaa mbali na msikiti, basi jitahidi baada ya sala maghribi pale utakaposalia, bakia pale pale mpaka isha. Kwanza unapata itikafu katika msikiti, halafu unaipata salatul isha, unapewa salio la nusu usiku, na unapewa kesho alfajiri salio la usiku mzima. Na wallahi, na apa wallahi, na apa wallahi mara 3, na apa kwa makusudi, kwa sababu naamini hivyo. Wallahi, ukilala usiku wa kutosha ukamwambia Allah, na kuomba kama unanipenda mja wako, niruzuku niamke mapema niipate salatul fajr, wallahi wallahi wallah, Allah atakuamsha. Lakini ndugu zangu, simu hizi zinatutesa sana, hizi smartphone. Lugha ya mkoloni nasema smartphone, kwa Kiarabu inaitwa jawalun dhaki. Sawa, hizi zinatutesa. Unaweza ukakaa ukajikuta saa 7 imefika na usingizi ni mbaya. Na Ibilisi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya Mtume sahihi, Ibilisi huwa anawakojolea watu kwenye pua zao na masikioni. Na mkojo wa Ibilisi, rafiki yangu, kama umepigwa bangi, tena bangi yenyewe sijui kutoka Mexico, ukilala huamki, ukilala huamki, anakojoa na huku anakubembeleza, lala usingizi, lala lala, unakoroma, unashtuka watu msikitini wametoka. Twendeni ndugu zangu, salatul isha, salatul fajr. Hadithi inayofuatia katika suratul asr, Allah anasema wal asr, na uapia wakati wal asr. Innal insana, hakika ya mwanadamu, innal insana, inna ni harfu tawkid. Al-insan ismul jins, hakika ya mwanadamu. Al-insan, anayeitwa mwanadamu, la fi khusrin, yupo katika hasara. Kwa nini Mwenyezi Mungu amewapia wakati wa alasiri? Waislamu wenzangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithu sahihi, anasema yataaqabuna fikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahar, wanabadilishana zamu malaika wa usiku na mchana, wanabadilishana zamu. Wayajtamiuna fi salati al-asr was-subh, wanakutana katika wakati wa alfajiri na wakati wa alasiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kisha huwa wanapanda wale malaika ambao waliolala na nyinyi. Malaika walioteremka alasiri jana Alhamis, wameondoka alfajiri leo tulipokuwa misikitini, wameshachukua ripoti zako zote. Thumma yas'aluhum wa huwa a'lam bihim, Allah anawauliza wakifika kule, anawauliza malaika ambao walishuka alasiri jana na wameondoka leo alfajiri, kaifa taraktum ibadi, haya mmewacha vipi waja wangu huko duniani? Wa huwa a'lam bihim, Allah anajua.
malaika wanatoa ripoti, atainahum wa hum yusallun, tumewakuta wanasali alfajiri au alasr, wataraknahum wa hum yusallun, na tumewaacha wanasali alfajiri au alasr. Kwa ina maana hao malaika walioshuka alfajiri wanaondoka alasiri ya leo Ijumaa, wameshachukua ripoti zetu, na hawataondoka alasiri ya leo mpaka alfajiri kesho. Kwa ndugu zangu katika imani, na kuombeni tujitahidi sana. Ndugu zangu, wale mnaokaa jirani na misikiti, semeni alhamdulillah. Wallahi mpaka unatamani. Nilikuwa nazungumza siku moja baada ya kusikiliza khutba hii au darsa, mtu mmoja, mtu mzima sana, anakwenda miaka 70, akaambia, shekhe, wallahi kwa hadithi hii, kwa haya natamani leo kesho nyumba yangu niuze, ninunue nyumba karibu na msikiti. Fadhila kubwa sana, fadhila kubwa sana sana sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana tuipata salatu al-fajr na salatu al-asr. Lakini misikiti mingi ilivyokuwa, maimamu wanakaa mbali. Allahumma misikiti michache hatutaki kuhitaji, na hii ni misikiti michache mjini wamejipanga, lakini imamu anakaa Chamazi, imamu anakaa Mbagala, sio imamu anakaa huko Kidoti sijui. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa alama za kiyama, Mtume anasema la taqumu saa, kiyama haitosimama hata yaquma an-nasu fil masjid, mpaka watu wasimame msikitini wanasubiri wa kuwaswalisha. Mtume akasema fala yajiduna imaman yusalli bihim, hawampati imamu wa kuwaswalisha. Sababu gani? Ndio maana misikiti mingi utakuta ina kanzu na kofia, maimam day work. Hapana ndugu zangu katika imani, mimi sio imamu wala siuhitaji uimamu, lakini tujifunze nchi nyingine maimamu wanavyokaa karibu na misikiti. Maimamu wanakaa karibu na misikiti. Airport ya Madina wamejenga msikiti mkubwa mno kuliko msikiti huu, msikiti wa kisasa mzuri. Pembeni mwa msikiti ghorofa imeandikwa Imam Residence, makazi ya imam, sakanul imam, nyumba ya imam. Wai akishuka pale tu, huyu hapa. Kuna msikiti mmoja kwenda Kigamboni, ule msikiti umefunguliwa mzuri sana, nadhani mwaka jana, mwanzoni mwa mwaka jana. Msikiti mzuri, kuna madrasa nzuri, halafu imejengwa nyumba ya imam pale kwenye uwanja. Yani imamu anatoka pale, anafungua geti la msikitini, anaingia. Hivi ndivyo inavyotakiwa watu wa misikitini, viongozi wa misikiti. Hebu yaangalieni haya, imamu kukaa karibu ni ibada. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam leo kesho umekwenda Madina, nyumba yake hiyo pale kwenye mlango, anatoka pale anaingia hapa. Abu Bakari huyo anatoka hapo anaingia hapa, Uthmani huyo hapa hapa, Ali bin Abi Talib huyo hapa, sijui nani hapa hapa, radhiyallahu anhum. Ndugu zangu katika imani, salatu al-isha, salatu al-fajr, Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Allah atufutie madhambi yetu, Allah atuondolee uzito katika nchi yetu, Allah atupe amani katika nchi yetu, Allah atupe amani katika nchi yetu, Allah atupe amani katika nchi yetu. Allah amuhifadhi mheshimiwa rais, amuondolee mazito, amuondolee mahasid, wale ambao wanaomchukia wanamfanyia vibaya. Mwenyezi Mungu anawajua wapi walipo, Allah shughulika nao, Allah shughulika nao. Allah atubarikie, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wape afya njema madaktari wanaohangaika kuwatibu wagonjwa, wape afya njema wao pamoja na vizazi vyao. Allah wape afya njema watu wa usalama katika nchi hii. Mwenyezi Mungu wape afya njema, wamefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya kuilinda nchi yao, na Allah wape afya njema na waendelee kusimamia usalama wa nchi yetu ya rabbal alamin. Ibadallah rahimakumullah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah.